EU inadai kwamba hakuna ushahidi wowote kwamba Greenland inakabiliwa na tishio la kigeni kama alivyosema Rais Donald Trump. Umoja wa Ulaya umesema katika kuhakikisha wanafanya uchambuzi yakinifu hawakuona tishio lolote la kigeni ambalo Rais wa Marekani Donald Trump alitaja kwamba ni Urusi pamoja na Uchina ambao wamekuwa ni tishio katika kisiwa hicho cha Greenland ambacho yeye anataka kukichukua. Hakuna ushahidi kwamba maadui wa kigeni wanalenga Greenland au kwamba kisiwa kinahitaji uwekezaji wa haraka ili kupeleka askari huko, kamishna wa usafiri wa EU amesema. Wanachama wa NATO wa Ulaya walirudi nyuma mwezi huu dhidi ya matamshi mapya ya Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuinunua Greenland. Trump amedai kuwa Denmark ni dhaifu sana kuweza kukilinda kisiwa hicho dhidi ya shambulio la Urusi au China ambalo Copenhagen imepuuza kuwa haliwezekani. Awali Rais wa Marekani hakukataza matumizi ya nguvu, kwamba ikiwa nchi hiyo ingekataa juu ya Marekani kununua kisiwa hicho, basi Marekani ingetumia nguvu kukichukua. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte baadaye alitaka kusuluhisha mzozo huo, akisisitiza kwamba wasiwasi wa usalama wa Arctic unapaswa kushughulikiwa kupitia mipango ya pamoja ya ulinzi wa NATO badala ya mabadiliko katika hali ya Greenland. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov alisema Washington inafahamu vema kwamba hakuna Urusi au China ina mipango kuhusu kisiwa hicho. Beijing ilitupilia mbali madai hayo kama kisingizio cha kupanua uwepo wa Marekani katika eneo la Arctic. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump wakati huu amekuwa na sababu zisizokuwa na msingi juu ya kutaka kuteka maeneo mbalimbali ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na eneo hilo la Greenland. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya umesema kwamba leo hatuna habari za kijasusi zinazotuonyesha kuwa kisiwa cha Greenland kinalengwa kwa uvamizi wa mataifa ya tatu ya kigeni, Apostolos Tizikostas alisema katika mahojiano na Euractiv, na kuongeza kuwa haizingatii Arctic kuwa eneo kuu la wakati huu. Anasema Tizikostas pia alirudia nyuma dhidi ya madai kwamba uwekezaji wa China katika miundombinu ya Uropa unahatarisha usalama, akisema kuwa ushiriki wa kigeni katika miradi hii ni jambo la kawaida katika jumuiya nzima na sio peke yake kuwa tishio. Makampuni ya China yamechunguza uwekezaji wa madini katika kisiwa hicho, ingawa miradi kadhaa imezuiwa au kupunguzwa na mamlaka ya Denmark. Moscow imekanusha madai kwamba ina maslahi yoyote na Greenland. Tathmini za hivi majuzi za Magharibi pia zimepunguza madai ya tishio lililo karibu kwa Greenland. Uchambuzi wa Reuters uliochapishwa mwezi huu ulisema kwamba wakati Urusi imepanua uwepo wake mahala pengine katika Arctic na Uchina imefuata masilahi ya kiuchumi katika eneo hilo, hakuna dalili kwamba nchi zote mbili zinalenga Greenland. Tume ya Umoja wa Ulaya imeweka kifurushi cha usalama cha Arctic na Rais Ursula von der Leyen amependekeza matumizi mapya ya kuimarisha uwepo wa EU katika eneo hilo pamoja na ununuzi wa mwamba wa kuvunja barafu. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho Umoja wa Ulaya imekieleza kwamba hakuna tishio lolote la kigeni lililopo katika eneo la Greenland, lakini ni mpango tu uliozushwa na Rais wa Marekani Donald Trump kutaka kukichukua kisiwa hicho na kutaka kumiliki rasilimali zilizopo katika eneo hilo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.